Ifahamu Vatican, nchi ndogo yenye siri kubwa zaidi duniani. Hii ni TriGen Media. Vatican ni nchi ndogo zaidi duniani, eneo lake likiwa ni kilomita za mraba 0.49, yaani chini ya nusu kilomita moja ya mraba, huku idadi ya watu ikikadiriwa kuwa kati ya 800 hadi 1000. Ndani ya eneo hili dogo ndipo yalipo makao makuu ya Kanisa Katoliki lenye waumini zaidi ya bilioni 1.3 duniani kote. Vatican ni nchi huru kisheria tangu mwaka 1929 na imezungukwa kikamilifu na nchi ya Italia. Vatican hutumia sarafu ya euro, japokuwa si mwanachama wa Umoja wa Ulaya, na ina ruhusa maalum ya kuchapisha sarafu za euro zenye nembo ya Vatican ambazo mara nyingi huuzwa kwa bei ya juu sana kwa wakusanyaji. Mbali na euro, Vatican pia hutumia stempu za posta kama chanzo cha mapato ambacho kwa nchi nyingine ni kidogo, lakini hapa ni biashara yenye thamani ya mamilioni ya euro. Vatican ina benki, lakini si benki ya kawaida. Inaitwa The Institute for the Works of Religion, yani IOR, ama Vatican Bank, yenye thamani ya euro bilioni 6. Raia wa kawaida hawawezi kufungua akaunti katika benki hii. Ni mahususi kwa ajili ya Papa, taasisi za Kanisa Katoliki, mashirika ya kidini, mabalozi wa Vatican na watumishi wake pekee. Haitoi mikopo ya biashara wala mikopo ya watu binafsi kama benki za kawaida. Badala yake inasimamia, kuhifadhi na kuhamisha fedha za Kanisa Katoliki duniani kote, na imewahi kuhusishwa na kashfa za utakatishaji fedha na ukosefu wa uwazi, hasa kati ya miaka 1970 hadi 2000, na kupelekea kutungwa kwa sheria kali za kifedha, ukaguzi wa kimataifa na ufuatiliaji wa miamala ya fedha. Kwa kifupi, benki hii hufanyiwa ukaguzi wa mara kwa mara. Kuhusu kodi, Vatican haina kodi ya kawaida kabisa. Hakuna kodi ya mapato, hakuna kodi ya VAT na wala kodi ya makampuni kama ilivyo kwa nchi nyingine. Sababu kubwa ni moja tu: hakuna raia wa kudumu wa Vatican, maana uraia haupatikani kwa kuzaliwa wala kwa kuishi muda mrefu. Hata hivyo, Vatican ina makato ya ndani ya hifadhi ya jamii, ada za kiutawala na tozo maalum kwa huduma zake. Hii inaifanya Vatican kuwa miongoni mwa nchi chache duniani zinazoendesha serikali bila kutegemea kodi ya wananchi. Kiuchumi, Vatican haina viwanda, haina kilimo, haina soko la hisa na haina benki za kibiashara kama nchi nyingine. Uchumi wake unategemea vyanzo vikuu 4 ambavyo ni michango ya waumini duniani kote, maarufu kama Peter's Pence, inayotoka katika nchi zaidi ya 180. Chanzo kingine ni utalii, hasa makumbusho ya Vatican yanayotembelewa na watu zaidi ya milioni 6 hadi 7 kwa mwaka. Mauzo ya stempu, sarafu maalum na bidhaa rasmi ni chanzo kingine cha mapato, huku uwekezaji wa kifedha unaosimamiwa na taasisi za Vatican ukitamatisha idadi ya vyanzo 4 vya mapato vya Vatican. Mapato ya mwaka hukadiriwa kufikia mamia ya mamilioni ya euro, licha ya ukubwa mdogo wa nchi hii. Usalama wa Vatican ni wa viwango vya juu kuliko nchi nyingi kubwa. Usalama unaoonekana unajumuisha kikosi cha Swiss Guard, kikosi kilichoanzishwa mwaka 1506 kikiwa na askari takribani 135 hadi 150. Ili kujiunga na Swiss Guard lazima uwe mwanaume, raia wa Uswisi, Mkatoliki, asiyeoa na uwe umepita mafunzo rasmi ya kijeshi. Wanawake hawaruhusiwi kabisa kujiunga na kikosi hiki. Licha ya kuvaa sare za kihistoria, hutumia silaha za kisasa na mbinu za kisasa za ulinzi. Usalama usioonekana ni mkubwa zaidi. Vatican ina polisi wake maarufu kama Gendarmerie, inayo mifumo ya kamera za kisasa, ulinzi wa kidigitali na ushirikiano wa karibu sana wa intelijensia na polisi wa Italia. Kwa kifupi, Vatican ni miongoni mwa maeneo yenye ulinzi mkali zaidi duniani. Hapa hulindwa kwa mifumo ya siri ambayo maelezo yake hayawekwi wazi hadharani.
Kisheria, Vatican ina mahakama yake kamili, waendesha mashtaka wake na sheria zake. Inalo gereza dogo sana, mojawapo ya magereza madogo zaidi duniani, linalotumika mara chache sana. Makosa makubwa ya jinai mara nyingi uhamishiwa Italia kwa makubaliano ya kisheria. Kiwango cha uhalifu ni cha chini mno, lakini takwimu huonekana kubwa kwa sababu idadi ya watu ni ndogo sana. Kama unapenda bata, basi hapa si mahala pako, pata kuboa. Vatican ni tofauti kabisa na nchi nyingine. Hakuna vilabu vya usiku, hakuna kasino, kamari, hakuna biashara yoyote ya ngono wala kujiuza. Sheria za maadili ya umma ni kali sana. Kwa wazee wa gambe, pombe inaruhusiwa, lakini kwa matumizi ya kawaida na ya kidini. Takwimu zinaonyesha matumizi ya mvinyo kwa mtu mmoja kuwa juu kwa hesabu za kitaalamu, lakini sababu kubwa ni idadi ndogo ya watu na matumizi ya ibada. Kidini, Vatican inatambua dini moja tu kisheria, Ukatoliki. Hakuna msikiti, hakuna sinagogi, wala hakuna kanisa la dhehebu jingine ndani ya mipaka yake. Hili linaifanya Vatican kuwa miongoni mwa nchi chache duniani zisizotambua uhuru wa dini nyingi ndani ya eneo lake. Maisha ya watu Vatican si ya kawaida. Ndiyo maana wafanyakazi wengi wanaishi Italia. Hakuna watoto wanaozaliwa kama raia wa Vatican, wala hakuna raia wa kudumu. Uraia hutolewa kwa muda tu kulingana na kazi. Papa, makardinali, mabalozi na watumishi maalum. Mtu anapoacha kazi, uraia huondolewa mara moja. Miongoni mwa siri nzito zaidi za Vatican ni maktaba na rundo la nyaraka za siri zenye urefu wa zaidi ya kilomita 85 zikihifadhi maandishi ya zaidi ya miaka 1200. Ni watafiti wachache sana duniani huruhusiwa kuingia, na hata wao husoma chini ya uangalizi mkali. Vatican haipimwi kwa ukubwa wa ramani, bali kwa uzito wa siri zake. Na hii ni TriGen Media.